ambazo ni husika zenyewe. Sio unaenda kuchukua maji ya Kilimanjaro sehemu ambazo sio rasmi. Na kwa hapa Tanzania inatengenezwa pale Moshi Shirimatunda. That's where maji ya Kilimanjaro yanatengenezwa, kiwanda kipo hapo. Lakini kwa mikoa mingine yote unaweza ukapata sehemu rasmi, depo rasmi ambazo zinauza maji ya Kilimanjaro. Usiende kununua tu sehemu yoyote. Just hakikisha kwamba unauliza hii ni sehemu rasmi unauza maji ya Kilimanjaro, unaenda kununua maji yako weza kwa familia yako au kwenye biashara yako, na unaweza kunywa vizuri kabisa. Yani ni maji safi na salama kwa matumizi ya kila siku. Okay. Sasa leo hapa tuko na mtaalamu wa soka Ibrahim Kasuga kutoka Kipenga na Kipenga Extra ya East Africa TV na radio. Manake inaruka live kila dada zikiisha unaionaga Kipenga. Kwa hiyo Kipenga sio radio pekee yake, ni na TV. Sasa basi ukimwona Ibrahim Kasuga yuko hapa, ujue kwamba dadas ime-intersect na michezo. That's the only reason tunamletaga hapa. When dadas iki-intersect na michezo. Na sisi bwana tunatembea mitandao ya kijamii. Wiki iliyopita tumeona msemaji wa klabu ya Yanga Ali Kamwe alikuwa ameshikiliwa alipokuwa Tabora wakati Yanga alienda kucheza na Tabora United. Sasa mimi nikamuita, mimi nikiwa sielewi vitu, mimi namuita Ibra. Nikimuita Ibra ananielezea vitu. Nikiwa Ibra niko nyumbani nampigia simu Kasuga, 1 2 3 imekuwaje? Akaniambia kilichotokea. Lakini kwenye maneno ya kwenye mitandao wanasema jamani, lugha ya soka na hawa wasemaji ndio iko hivi. Sasa ikiwa kwamba wasemaji wanakuwa kuogopa kuongea kwa sababu labda mamlaka zitaingilia na watapata matatizo kama haya, soka halitanoga, si ndio? Ndio maana tumemuita hapa Ibra Kasuga aje atueleze kwanza kilichotokea. Alikama alishatoka na mkuu wa mkoa wa Tabora. Aliongea mkuu wa mkoa wa Tabora hajaongea bado. Aliongea tena hapo katikati? Hapana, kwa sababu tuelezee kilichotokea. Mkuu wa mkoa wa Tabora ndio mlezi wa Tabora United. Okay. Yeye ndio mlezi kama ambavyo imekuwa kwa mkuu wa mkoa wa Mwanza Mtanda na timu ya Pamba Jiji. Kwa hiyo kwenda kwenye mechi dhidi ya Young Africans, kwanza ni mechi ambayo mwanne hapa wana Yanga, ni mechi ambayo wao walikuwa wamepanga kwenda kulipa kisasi, kwa sababu Tabora United ni moja ya timu ambayo ilifunga Young Africans katika michezo miwili ambayo Yanga kafungwa msimu. Mmoja alifungwa na Azam, mmoja alifungwa na Tabora Jumatatu, si ndio? Uwanja wa Azam Complex pale. Kwa hiyo ni mechi ambayo wana Yanga wao walikuwa wanaiendea kama mechi ya kisasi, na ni mechi ambayo tayari ilianza kuwa na tension nje. Hizi mechi kubwa za Simba na Yanga popote pale ambapo zinakuwa zinaenda, hizi timu nyingine huwa zinafanyiwa hamasa, watu wataahidi, watu watafanya nini na vitu kama hivi. Kwa hiyo mkuu wa mkoa Pochacha wa Tabora aliweka kiasi cha shilingi milioni 60 kwa wachezaji wa Tabora kama bonus wakiifunga Yanga, na ilikuwa ni ongezeko la shilingi milioni 10 kutoka kwenye milioni 50 ambayo aliweka kwenye mchezo dhidi ya Simba. Kwa hiyo kwenye mechi ya Simba aliweka 50, kwenye mechi ya Yanga akaongeza 10 ikawa milioni 60. Lakini wakati anazungumza kwenda kwenye mchezo huu dhidi ya Young Africans wanaojiandaa kwenye kile kikao chao cha ndani, ndio kuna kauli ambazo aliziongea zikamuamsha Alikamwe pamoja na baadhi ya mashabiki wa Young Africans, ambapo wanayanga wenyewe walizitem kama kauli za ameishambulia klabu yao kwa sababu masuala ya rushwa yalitajwa ndani, na by the way mpaka sauti za golikipa wa Tabora baadaye zilisikika. Kuna moja ya mtu ambaye alimpigia ambaye inaamini kama ni mtu wa Yanga, akimshawishi bwana pale golini kidogo legeza vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana, na hata Yanga namna ambavyo wamfanya shughuli zao pale mkoani. Sasa kwenye mzunguko wa yale ambayo aliyazungumza mkuu wa mkoa, kwa sababu Alikamwe ni msemaji wa Young Africans, na yeye pia ikabidi aje azungumze, ni kama kurudisha mashambulizi. Sasa pale kwenye kurudisha mashambulizi ndilo eneo ambalo kidogo likaleta mtafaruku. Of course ni football, kutupiana maneno huwa ni kawaida, lakini tunaona Alikamwe na Ahmed Ali na vitu kama hivyo. Lakini kwenye kutupiana maneno hata TFF wameweka kuna kanuni za viongozi. Kanuni za viongozi kwenye namna ambavyo una address mambo ya mpira. Unajua nikiongea mimi Kasuga mdau,
Sawa, lakini akiongea kama akiongea Mediali, akiongea nani, kiongozi. yule ni kiongozi. Kwa hiyo kuna ile misingi ya viongozi ambayo inawaongoza. Hiyo ni lakini hata huko sasa ukija kwenye jambo kama la mkuu wa mkoa, mmeuliza kama mkuu wa mkoa alizungumza. Lile jambo jeshi la polisi mkoa wa Tabora ndilo ambalo alichukua, kwa sababu kiongozi wao wa mkoa ambaye ni mkuu wa usalama wa mkoa, kuna kauli ambazo zilitoka kwenda kwake, ambapo unaweza kusema wasaidizi wake waliona sio sawa, na ndio maana jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kimsikia kamanda, aliweka wazi ya kwamba Alikamwe alitoa lugha chafu dhidi ya viongozi wa serikali. Okay. Kwa hiyo mkuu wa mkoa huenda kushtaki, hakwenda, isipokuwa RPC ndo akachukua hatua. Yes, walilichukua lile jambo. Ndio bosi wake. Ni kama mfano miaka fulani nyuma hapo. Kwa tunaona watu wanapata kesi, wanakamatwa kwa tuhuma za kumtusi rais. Sio kwamba rais alikuwa anaenda. Kwamba bwana huyu kanitukana. Lakini huyu ni kiongozi wa nchi. Kuna watu wanamlinda. Namna ambavyo, kwa hiyo kuna watu wa chini. Kwa hiyo RPC akaona lugha ambayo imetolewa dhidi ya kiongozi wa kiserikali sio sahihi. Ndilo eneo ambalo jambo hili likawa limeingia, na hata baada ya mahojiano baadaye taarifa ilivyotoka ni kwamba katika mazungumzo ya Alikamwe, ukitoa moja kati ya maneno ambayo alimtaja Paul Chacha, leo atachacha, kavaa shati la ubatizo nini, au unaweza kusema maneno yale, lakini sasa unaongea dhidi ya nani? Ndo shida. Kile kikao kilikuwa hata kina chai kweli, unaweza kawa utani kwamba kwanza alifanya kao lakini sasa unaongea dhidi ya nani? Lakini maneno ambayo ilionekana yalimfanya Alikamwe mpaka polisi ikabidi wakamhoji ni pale aliposema tunamuomba radhi aliyemteua. Huyu sisi tutashughulika naye. Hizi ndio lines mbili. Mkuu wa mkoa ni mteule wa rais. Sawa. Kwa hiyo tunamuomba radhi aliyemteua, sisi huyu tutashughulika naye. Ndo maneno ambayo yanaonekana Alikamwe wakati anazungumza aligusa mpaka mamlaka za teuzi. Uko pabaya. Kwa hiyo hilo ndilo eneo ambalo lilikuwa lina utata. Na hii ndio tunasema kwenye zile lines sasa unavyozungumza na Ahmed Ally, inawezekana tofauti na utakavyozungumza na mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya, kwa sababu tunajua kuna kila nafasi huwa inakinga. Kila nafasi inakinga popote pale, hata huko ofisini. Kuna mtu fulani ukimgusa kwa nafasi yake anakuwa na kinga ya kiuongozi au kinga kulingana na sehemu ambayo anafanyia kazi. Kwa hiyo kuna viongozi wa kiserikali ambao wana kinga zao wanazo kutokana na position walizopo. Kwa hiyo ukigusa inawezekana sio yeye, lakini ile mamlaka alionayo tu. Umegusa mamlaka. Kwa hiyo hilo ndilo eneo ambalo lilikuwa. Inawezekana maneno ya mpira yalikuwa mengi, lakini kuna hayo maeneo kwenda kugusa mpaka watu ambao wanafanya teuzi. Kwa hiyo hilo ndilo eneo ambalo lilikuwa lina utata. Kwa hiyo inawezekana si mkuu wa mkoa ambaye anaenda kushtaki nini, lakini ile kinga tu alionayo kama mkuu wa mkoa, mamlaka nyingine zilikuwa zina uwezo wa kumchukua na kumquestion Alikamwe. Kwa kuna tetesi inasemekana kwamba yule RPC wa Tabora ndiye mwenyekiti wa Tabora United. Inawezekana ikawa ndio sababu ya yeye pia kufanya maamuzi hayo ya kumchukua Alikamwe baada ya matokeo yale ya mechi? Hapana. RPC anaje kuwa mwenyekiti wa Tabora. Kwa taarifa ambazo kama ni mwekezaji, Manne shabiki, Manne tunamjua, Manne shabiki. Mimi hapa niko mtangazaji, ninauliza swali. Okay. Unajua kuna mambo mengi sana, vitu vile ambavyo vinaibuka. Na hii timu ina wadau wake, si ndio? Ina watu wake. Sawa. Na kumtaja RPC na mimi ndo nasikia kwako mimi. Sawa, mimi ndo nasikia. Kwa hiyo inawezekana labda huko kwenye, kwa sababu unajua uko kwenye grupu. Yani tukizungumza kivyovyote vile, Simba na Yanga wa mashabiki wake, wanachama wake wanazipenda hizi timu zaidi ya vile ambavyo watu mnaweza mkawa labda ambao wafuatilia mpira mkawa mnazingatia. Sasa hizi mimi nawaambia, sasa hizi muda huu uwanja wa Benjamin Mkapa kuna wazee wa Simba wako pale. Hawamtaki meneja wa uwanja. Wanasema anawafanyia figisu walio kwenye mchezo wao kesho kutwa dhidi ya Al Masry. Ukirecall wanarudi kwamba huyu ndio meneja ambaye alizuia tusiingie kuja kufanya mazoezi kwenye mechi dhidi ya Yanga. Anatufanyia figisu.
Kwa hiyo kuna muda huwa hawaangalii hapo, wanaweza, na kuna baadhi ya mashabiki ambao waliposti kwamba wamezuiwa sijui Manyoni wakati wanatoka Tabora, mkuu wa mkoa sijui, lakini mimi nikakutana naye mmoja wapo juzi. Nikamwambia niliona gari yenu, mlisema mmekamatwa Manyoni, mlifanya nini? Akasema hapana, kwa kuna msafara unapita, lakini kuna mtu aliposti kwamba kwenye muendelezo wamekamatwa. Kwa hiyo kuna hizi information hizi propaganda, yani zimekuwa nyingi. Kwa hiyo kuna muda hizi information zinakuwa zinatoka, kuna nyingine asilimia kubwa unakuta nyingi sio kweli, wengine wanakuta wanatengeneza, na Simba na Yanga pia stories zinakuwa nyingi sana. Kwa hiyo sometimes umakini huwa unahitajika kwenye kupenyeza haya mambo. Na watu wanasema kwamba viongozi wa mpira wa serikali wasiingilie mpira, wanafanya hivyo, wanafanya vile. Of course hata kwenye miongozo ya FIFA kuna mipaka ya serikali kuingia. Lakini sisi kwa nchi zetu ambazo zinaendelea, kuna muda mkono wa serikali kwenye kusapoti inakuwa ni ngumu. Sawa. Mfano kama hawa Tabora. Kuna time Tabora anacheza mechi ya kwanza na Simba hata vibali. Sawa. Vya wachezaji walikuwa hawajalipia. Sawa. Wameanza msimu taratibu Tabora kwa sababu walikuwa hawapo vizuri kiuchumi. Kwa hiyo muda unavyoenda na mahitaji yanapozidi kuwa makubwa, kwa sababu saa hizo hata wachezaji wa kigeni, mchezaji akija lazima umlipie kibali cha kazi, kibali cha kuishi, umlipe mshahara, umpe signing fee, na kuna level ambayo watu wanakuwa wanahitaji. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba mkoa, serikali ya mkoa inaamua ichukue jukumu, kwa sababu nikienda mimi kama mwenyekiti wa club nikaomba labda makampuni yanayofanya uwekezaji ndani ya mkoa, inaweza ikawa ngumu. Lakini mkuu wa mkoa akienda akiomba, jamani 1 2 3, watu wanaweza wakatoa. Mfano klabu ya Namungo ya Lindi. Watu naamini Namungo wana sponsors ambao wanao kwa sababu ya nguvu ya waziri mkuu, kwa sababu anatoka kule. Watu wanaamini hivyo, si ndio? Lakini inawezekana ni kweli kwamba akienda tu mwenyekiti wa Namungo watu watamwamini, si ndio? Lakini itakapotokea kwamba labda kiongozi wa mkoa, si ndio, au mbunge au status ambayo anayo kiongozi mkubwa wa mkoa, akienda bwana fulani, bwana tunaomba usaidie timu yetu, tunaomba usaidie, mambo yataenda. Ndio the same ambacho kinatokea Pamba walikuwa waelewani, wananchi wanapisha kwa sababu ni timu ya wanachama, wanapishana, lakini baadaye mkuu wa mkoa Mtanda akaingia, karudisha timu ihudumiwa na halmashauri. Leo Pamba hapa, Pamba Jiji hapa ligi kuu, si ndio? Kuna nyakati biashara walikuwa wanatakiwa waende wakacheze mechi ya kombe la shirikisho nje. Biashara complex. Biashara United. Sawa, ya Mara. Okay. Sasa wakashindwa kusafiri kukamilisha zile logistics za passport nini na vitu kama hivi. Baadaye mimi na kumbukumbu zangu nzuri, nakumbuka mkuu wa mkoa ndo alikuwa wa kwanza kuulizwa. Sio mwenyekiti wa FA. Ndio. Ya kwamba bwana, mbona wewe mwenyekiti wa chama cha soka mkoa? Naona Boki anacheka. Biashara complex. Biashara complex au nikwambia. Mambo yanaendana. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba mkuu wa mkoa ndo alikuwa wa kwanza kuulizwa kwamba kwa nini hamkuwasaidia wa biashara wasafiri? Kwa hiyo sisi kwa mazingira ambayo tunayo, ni kweli FIFA hawaruhusu serikali kuingilia kwenye mpira. Lakini eneo ambalo serikali hairuhusiwi ni eneo la kwenda kutengua maamuzi yaliyofanywa na watu wa mpira. Yaani leo hii katokea labda Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo wakamtoa Karia. Ile haitakiwi. Sababu wanakuwa wameingilia maamuzi ambayo wamefanya na watu wa mpira. Umesema Ibra, nchi zinazoendelea, sisi hapa serikali yetu ina support sana soka na inaingia sana kwa hata kipindi kile Yanga wana mgogoro na yule mchezaji wao, nadhani rais alipotoa tu tamko, alitoa tamko tu kuwashauri jamani mmalizane. Iliisha yani, na wakati walivutana kwa muda mrefu sana, rais alipotoa tu ile tamko kwamba wamalizane na ikaisha. Ikaisha tu, yani just like that, pap, ikaisha. Na wakati rais alishatoa akasema kwamba yani alisema yani tutafuata mkataba unasema nini. Lakini rais alipotoa tu ile tamko ikanani. Kwa hiyo sisi kwetu hapa of course tunaona serikali ikitoa mchango mkubwa sana kwenye soka na pia imekuwa ikishiriki sana. Na kuja kwenye swali langu, Simba na Yanga wanacheza lini? Simba na Yanga kwenye kucheza kwao tunasubiri jibu la mwisho la TFF na bodi ya ligi. Bodi ya ligi walisema watatoa tarehe mpya, lakini Yanga wao wanasema hawachezi. Yanga wanasema hawachezi. Simba wao wanasema wanasubiri taarifa mpya.
Yanga ana question mazingira ya namna ambavyo mechi iliahirishwa, si ndio? Bodi ya ligi wao walisema watatoa tarehe mpya. Maana yake hawezi kutoa tarehe mpya kwa sababu Yanga akasema hachezi. Kwa hiyo ambacho kinakuja hapa, tumeona kikao cha mwisho ambacho wizara ambayo inasimamia michezo pamoja na BMT, baraza la michezo, walikutana wakazungumza yale ambayo walizungumza, na kwa mujibu wa rais wa klabu ya Young Africans Engineer Hersi alisema ulikuwa ni mkutano kwa ajili ya kutafuta suluhu ya kile ambacho kilitokea. Lakini bahati mbaya mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu akasema wao walikuwa wameenda kuzungumza maendeleo ya michezo nchini. Umekucha. Kwa wao wakanganya na hiyo. Lakini picha kubwa ya nje, na kwa sababu kila mtu aliingia, walianza TFF, walianza wizara na BMT, wakaja wizara BMT na Young Africans, wakaja wizara BMT na Simba, afu wakamaliza na TFF, yani wizara ya michezo, baraza la michezo BMT pamoja na TFF. Ndio siku iliisha hivi. Kwa mtu ambaye hafahamu, kama mimi ambaye siko sana kwenye michezo na soka kihivyo, that's why you're here, mtaalamu wa soka. BMT pamoja na TFF, hili ni baraza la michezo Tanzania. Sasa BMT na TFF, nani yuko mkubwa kwa kushinda mwenzake? Kwa BMT. Baraza la michezo. Sababu TFF ni mwanachama wa BMT. BMT anasimamia michezo. TFF analipa ada ya wanachama ili awe active kwa BMT. Kwa hiyo kuna wizara ipo pale. Alafu anaye ratibu hii michezo yote ni BMT. Alafu BMT sasa ndo anatoa zile regulations namna ambavyo mtapaswa kujiendesha kufanya vitu vyote, alafu na TFF. Kwa hata TFF kuna muda huwa anadaiwa hela ya wanachama na BMT. Kwamba bwana lipa, usipolipa tutakufungia. Kwa hiyo BMT ni mkubwa na ndio bwana alikuwa yuko pale kwamba bwana mmoja ya wanachama wako ana hii changamoto. Na tumefika mpaka kwa serikali kwa sababu TFF na bodi ya ligi jambo limewashinda. Kwa hiyo wameenda kuomba msaada wa serikali. Umegusa hapa changamoto ya Feitoto na Young Africans. Namna ambavyo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliwaambia bwana msigombane na mtoto. Mimi sipendi kuwa na. Hakusema mumwachie Feitoto. Yes. Aliomba mtafute suluhisho. Mamlaka iliongea. Maana yake yeye kusema kwamba labda alitoa maamuzi Feitoto Yanga wamwache, hapana. Hata hii ya juzi, hiki kikao cha juzi, ukisikiliza vizuri hata Engineer Hersi alisema sio akikuwa kikao cha maamuzi. Tumekuja kusikiliza. Wange pale serikali itatoa ushauri kwamba jamani Young Africans tunaomba mcheze moja mbili. Kwa Yanga wanaweza wakubali au wakataa. Kwa hiyo serikali kwenye haya mambo inavyoingia, kuna mazingira ambayo tunaamini haiendi kutoa amri kwamba chezeni. Wanasikiliza changamoto, bwana TFF vipi bwana hivi. Kwa hiyo ushauri unaweza ukaja. Na kwenye ushauri inaweza kaambia bwana TFF sisi tulivyoona amueni wenyewe. Lakini serikali pia inaweza kashauri labda bwana inakuwa itapaswa kuwa hivi. Mwenyekiti wa bodi ya ligi anaitwa mzee Steven Mgutu. Alisema Simba na Yanga kwanza walizikosea kwenye malezi tangu mwanzo. Kwa sababu wana nguvu zaidi ya mamlaka zinazosimamia mpira. Na akasema hata amani ya nchi kuna muda inategemea Simba na Yanga. Kwa hiyo serikali hawawezi kuona hii contradiction ikitokea. Na hiyo nguvu inatoka wapi? Na akasema kwamba wao mamlaka za soka zikiwashinda ili jambo, serikali watawapelekea serikali. Sasa hizi tuko wapi? Serikali sishalipokea. Serikali imelipokea. Maana yake tunazungumza mzee Mguto ni kweli kwamba wao mamlaka ya soka jambo hili limeshawashinda. Kwa hiyo wamelipeleka wapi? Serikali. Kwa hiyo hekima na busara na serikali itakavyoona ndio wanaweza wakaamua. Hii nguvu uliyosema inatoka wapi kasi? Ya Simba na Yanga. Simba na Yanga. Ndio. Simba na Yanga. Yaani umesema wana wanaendesha wanafanya maamuzi wa Suga, naelewa ukubwa sana. Kubwa na Simba. Naelewa. Lakini sasa ukisema kwamba wana nguvu kushinda hiyo, nataka kujua nguvu inatoka wapi? Ni kwa wanachama walionao? Wanachama. Ni wanachama walionao. Yaani Simba na Yanga nchi hii unaweza kusema ni taasisi ambazo zina mtaji mkubwa wa watu. Kwa sababu yote tuna vyama vya siasa, lakini mavarangati ya vyama vya siasa hayafikii ya Simba na Yanga. Yaani Simba na Yanga wakiwa wana jambo lao mpaka serikali juu inatambua. Unajua mfano wa uwekezaji wa Simba na Yanga, hakuna mwekezaji binafsi ambaye anaruhusiwa kuchukua share nyingi zaidi ya wanachama. Kwa sababu serikali inakwambia hizi ni timu za watu, timu za wanachama. Na kama Dewji alivyokuja mara ya kwanza akaingia watu wakampa 50, ilikuwa 51 kwa 49.
nakumbuka mwenyekiti wa BMT kama sio katibu alikuwa Mohamed Kiganja. Akamwambia hakuna kitu kama hicho. Hakuna mtu anayechukua share nyingi. Mchakato ukaanza bungeni, yani haraka. Bwana, ni 49 kwa mwekezaji, 51 kwa wanachama. Hizi timu hawezi kupewa mtu mmoja. Ameona muda umeenda. Mimi nimalize na hii punchline. Hakuna kiongozi wa Simba au kiongozi wa Yanga ambaye anaongoza pale juu, amekaa pale juu pasipo na baraka za serikali. Yani wewe Boke uweze kutoka from nowhere. Sawa, Mwanne au Najma hapa au mimi. Mwenyekiti wa Yanga. Mwenyekiti wa Simba. Hakuna. Yani mchakato utafanyika lazima, yani kuongoza Simba na Yanga ni kama unaongoza sehemu fulani ya hii nchi, kwa sababu una kundi la watu ambapo ukizungumza wanakusikiliza. Sawa, maana ukizungumza kizuri, ukizungumza kibaya. Na ndio maana kuna nyakati watu walikuwa wanasema kwamba serikali inazipendelea sana Simba na Yanga au mamlaka zinazipendelea sana Simba na Yanga. Kuna muda wana avoid hiyo pressure. Na kama ambavyo alizungumza mwenyekiti Mzee Mguto kwamba Simba na Yanga kuna muda wameshindwa kutengenezewa usawa kutokana na malezi ambayo alianza tangu huko mwanzo. Leo Simba na Yanga hawachezi saa 8, lakini kwa timu mpaka Azam FC anacheza saa 8 mchana, jua kali. Lakini Simba na Yanga, Mwanne shahidi hapa. Yes, Yanga hawajawahi kucheza saa 8 mchana. Ni saa 10, saa 12, saa 1, saa 2 usiku, muda ambao mechi upo. Lakini kwa nini? Kwa sababu Simba na Yanga ndio biashara kwenye mpira wa Tanzania. Lakini pia Simba na Yanga Mtanda, mkuu wa mkoa wa Mwanza, mechi ya Simba alionekana akipambana akiwa na wana Mwanza na Pamba yao tupata matokeo ushindi vipi ya Simba, vurugu. Lakini yeye ni Yanga. Ilivyokuja mechi ya Yanga akamwambia jamani mimi ni mlezi wenu. Lakini kwenye hii shughuli nisije kaonekana mimi mamluki. Kwa kumalizia Amemaliza. viongozi kubaki kuwa una uongozi na kuacha ushabiki. Mwanne, muda wetu umeisha. Ni ngumu kwa sababu hata huko Boke, hata huko unakoona kwa Mbeya City, kwa Azam, kwa Namungo, kwa nani, viongozi wao bado asili yao ni Simba na Yanga. Utawakuta tu. Kasuga hapo. Kabla hatujaondoka Najma, KITM mapema tu niwakumbushe mfike pale chuo cha Kilimanjaro ambacho kinapatikana hapa Dar es Salaam Mwenge. Usajili kamilifu kabisa, wana activate number reg mkwaju ANE mkwaju 029. Unatoka chuo cheti kikiwa kimesajiliwa, kina uhakika. Kozi zinazopatikana pale ni kama IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Kuna kozi za muda mfupi kama computer